Ndugu waandishi wa habari, mmoja leo ile kuwapa taarifa kwa umma. Jeshi la Polisi mkoa wa Tabora kwa kipindi kinachoendelea kuimarisha ulinzi na kufanya operation doria na misako mbalimbali kwa kushirikiana na wananchi pamoja na vyombo vingine vya usalama hata kubaini na kuzuia uhalifu. Katika mkoa wa Tabora kwa kipindi cha mwezi Juni na Julai mwaka 2026 tumekuwa tukiendelea na operation doria na misako mbalimbali ambapo jumla ya watuhumiwa 18 wamekamatwa, ikiwa ni mpango mkakati wa kukabiliana na matukio ya uhalifu katika wilaya zote za mkoa wa Tabora. Katika operation tumepata mafanikio mbalimbali kama ifuatavyo: patikana silaha mnamo tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka 2026 majira ya saa 8 mchana huko katika pori la Mkomango iliyopo katika tarafa ya Kiwele, wilaya ya Sikonge, mkoa wa Tabora. Askari wakiwa kwenye misako na doria walikamata watuhumiwa 4 wakiwa na silaha moja aina ya rifle model 70-458 isiyokuwa na namba, ikiwa na risasi zake 3, wakiwa na miliki bila kuwa na kibali. Watuhumiwa wako mahakamani kujibu tuhuma na wakabili. Vile vile katika doria na misako mbalimbali kama Jeshi la Polisi mkoa wa Tabora limekamata watuhumiwa 9 wakiwa na dawa za kulevya aina ya bangi, ambazo watuhumiwa waliokamatwa maeneo mbalimbali ya mkoa wa Tabora wakiwa jumla na kilogramu 117 na kete 2062. Watuhumiwa wako mahakamani kujibu tuhuma zilizowakabili. Vile vile Jeshi la Polisi mkoa wa Tabora limepata mafanikio mahakamani ambapo jumla ya watuhumiwa 6 waliofikishwa mahakamani wamepatikana na hatia ya kifungo mbalimbali kama ifuatavyo: Mahakama Kuu Kanda ya Tabora tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 2026, watuhumiwa 4 ambao walikuwa wanakabiliwa na kosa la mauaji kwa kukusudia wameweza kupatikana na hatia ya kifungo cha kunyongwa mpaka kufa. Watuhumiwa hao ni Majuto Lutema ana umri wa miaka 62, Sida Mayeka ana umri wa miaka 47, Kulwa Masenga miaka 44 na Idi Ramadhani miaka 35. Ni wakazi wa wilaya ya Sikonge mkoa wa Tabora, walitiwa hatiani kosa la mauaji ya kukusudia na kuhukumiwa kunyongwa hadi kufa. Mahakama Kuu Kanda ya Tabora vile vile mnamo tarehe 19 mwezi wa 6 vile vile ilimtia hatiani mtu anaitwa Musa Marco miaka 28, mkazi wa Ushirombo wilaya ya Kahama mkoa wa Tabora, alitiwa hatiani kwa kosa la mauaji ya kukusudia na kuhukumiwa kunyongwa hadi kufa. Mahakama Kuu Kanda ya Tabora tarehe 17 mwezi wa 6 vile vile ilimtia hatiani mtuhumiwa Chandeli Fidel miaka 36, mkazi wa kijiji cha Mkola wilaya ya Ulambo, alitiwa hatiani kosa la mauaji ya kukusudia na kuhukumiwa kunyongwa hadi kufa. Hizo zote jitihada mbalimbali za kuhakikisha kwamba mkoa wa Tabora unakuwa salama na kupambana na uhalifu mkubwa, hata matukio ya mauaji ambao watu huchukua sheria mkononi. Jeshi la Polisi mkoa wa Tabora katika kuhakikisha linaendelea kutekeleza dhana ya polisi jamii, limeendelea kutoa elimu katika maeneo yote ya mkoa wa Tabora na kupitia polisi kata na kufanya mikutano mbalimbali na makundi mbalimbali, ambapo jumla ya mikutano 1090 imeweza kufanyika na imeweza kufanywa na polisi kata katika wilaya zote. Kupitia elimu hiyo vimeundwa vikundi vya ulinzi shirikishi zaidi ya 100 na kupewa elimu namna ya kutekeleza majukumu yao yenye tija kwa jamii ili kupunguza uhalifu katika mkoa wa Tabora. Kwa upande wa usalama barabarani, Jeshi la Polisi mkoa wa Tabora limefanikiwa kutoa elimu kwa usalama barabarani kwa watumiaji wa vyombo vyote vya moto, na wale waliovunja sheria za usalama barabarani walichukuliwa hatua ambapo jumla ya makosa 9109 yamekamatwa na kuchukuliwa hatua mbalimbali za kisheria. Katika kudhibiti makosa ya mwendo kasi, jumla ya madereva 28 walifungua leseni zao kuanzia kwa kipindi cha miezi 3 hadi 6 ili kuhakikisha dereva wanafuata sheria za usalama barabarani. Jeshi la Polisi mkoa wa Tabora linatoa wito kwa wananchi wote kuacha vitendo vya uhalifu na kufanya shughuli ambazo ni halali, kwani uhalifu ni chanzo cha upotevu wa usalama na amani katika jamii. Pia linatoa onyo kali kwa yote alitasita kuchukua hatua za kisheria mtu yote anayejihusisha na uhalifu na biashara haramu za madawa kulevya, uvunjifu wa sheria na usalama barabarani na vitendo vingine vyote vinavyokiuka sheria ya nchi hii.